Makambi mwaka 2022. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Watu wa Mungu hamjambo. Habari za makambi. Nitakwenda kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Somo la leo. Roho Mtakatifu ni nani? Kumekuwepo na hoja mbalimbali, hususan katika karne ya 21. Hoja pingamizi, hoja zinazotilia mashaka juu ya Roho Mtakatifu. Wengi wanaamini Roho Mtakatifu ni Mungu. Wengi wa Wakristo. Baadhi ya Wakristo wanasema si Mungu, ni nguvu ya Mungu, si nafsi iliyo hai, si nafsi ya uungu. Impersonal, not personal, impersonal, just a power of God. Sio nafsi, na wala hayuko katika sehemu ya uungu, hamna. Kwa hivyo hizo hoja siku hizi ni nyingi sana, na huenda ukawa umekutana nazo maishani mwako. Bahati nzuri wengi wanadhani hizo hoja zimetokea karne ya 21. Zina muda mrefu sana, ila zimekuwa wazi sana baada ya sayansi na teknolojia kuongezeka, kwamba jambo linatokea leo Australia, ndani ya dakika moja, sekunde moja, hapa Tanzania, hapa Dodoma, tumekwisha unganishwa. Hicho ndicho kimefanya pengine walio wengi kudhani ya kwamba ni hoja ya hivi karibuni, lakini ni hoja ya muda mrefu sana. Na ukweli ni huu: watu wa Mungu wa karne nyingi, kuanzia karne ya kwanza mpaka wakati wa matengenezo, wamekutana na hoja hizo. Na kipekee sana, hawaishii tu kuzungumzia habari za Roho Mtakatifu, lakini wanajenga hoja juu ya Yesu Kristo, naye ni Mungu ama tu ni mwana wa Mungu. Lakini kwa nini yote haya? Kwa nini yote haya? Msitizo unakuja, hatutafanya utume bila Roho Mtakatifu. Je, ni nguvu? Huyu Roho Mtakatifu ni nguvu ama sio nguvu, lakini ni uweza? Ni uweza tu. Uweza gani huu? Na kama ni uweza gani huu? Je, tusikilize wanadamu wanachosema ama turudi kwenye Biblia? Watu wa Coed, ninyi mnashauri vipi? Turudi kwenye Biblia ama tusikilize wanadamu? Hapa ndipo mahali ambako tunapaswa kuanzia. Hoja zote za wasomi, wawe wa theolojia, wawe wa katika sayansi, wawe upande popote pale, kwa kuwa hoja Roho Mtakatifu ni nani, hatutaweza kupata majibu ila turudi kwenye Biblia, kwa sababu hatuna kitabu kingine chochote katika dunia kinachoeleza Roho Mtakatifu ni nani. Ukweli ni huu: wewe na mimi tusingelijua chochote kuna Roho Mtakatifu kama Biblia isingelisema hivyo. Na hivyo usalama wangu na wakwako popote inapokuwa hoja ya kitheolojia, yani kitheolojia ni maneno mawili ya Kiunani, theos and logos, ambayo maneno mengi, logos maana yake study, biology, bios, logos maneno ya Kigiriki yote hayo, bios life, temporal, kwa sababu Biblia na Yunani wana maneno mawili. Kama unazungumzia uzima usio na mwisho, wanatumia neno zoe, na kama ni uzima huu ambao uko kwenye miti, uko kwenye wadudu, kwenye wanadamu, ambao ni unatokana na kuendelea kuvuta oksijeni na kuitoa iliyo chafu, wanaita bios.
Sasa huu uhai katika muktadha huo, ukisema bios maana yake uhai ambao ni wa kitambo tu, lakini ukisema zoe ndio maana ukisema Biblia ili asipotee apate uzima. Ukisikia neno uzima kwenye Yohana 3:16 asemi bios, anazungumzia zoe, maana yake life eternal life. Kwa hivyo Biblia inataka itusaidie kuweza kufahamu who and what is the Holy Spirit, kwa sababu kusema who unazungumzia habari za name, unazungumzia habari za jina, unazungumzia habari za kusema what unazungumzia the nature. Hii inatufanya tufikiri sana, wasema what is God. What is God? Unataka kuzungumzia the nature of God. Wakati fulani tunajaribu sana kutafiti, kuchungulia, kuingia kule, but we will never go beyond what the Bible has revealed. Hiyo tu ndio usalama wetu. Whatever is not coming from the Bible, then you leave it aside. That will be what we call it speculation. Unatumia mawazo yako kuspeculate kwamba unapakua halafu unataka uaminishe watu, lakini kama ni neno, huo ni ukweli huu. What is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Kwa sababu hatuwezi kwenda bila Roho Mtakatifu. Na kwenu ninyi ambao Bwana amewachukua katika jamii ya wanadamu, katika ulimwengu huu, kuwatenga kando, kwa kuwapatia maarifa, kuwapatia elimu mbalimbali za dunia hii, mnayo fursa ya kuchungulia kwa makini, lakini mbingu zinawatazamia mkiwa akili yenu ikiwa very fresh, maana ambako mtakuwa na msaada mkubwa. Mnahitaji kufahamu ukweli wa jambo hili. Roho Mtakatifu ni nani? Kwa sababu Yesu hawezi tu kusema mtafanya utume, isipokuwa Roho Mtakatifu yu juu yenu. Je, huyu ni nani huyu? Tutapitia mafungu machache jioni ya leo yanayoelezea Roho Mtakatifu ni nani. Ni nguvu tu, watu wanafikiri ni nguvu pekee, ama ni nafsi iliyo hai, na sio tu nafsi iliyo hai, ni nafsi ya uungu. Hiki ndicho tunakwenda kukiona, na wengi wanaojenga hoja Roho Mtakatifu sio Mungu, wanajenga hoja katika neno la Kiyunani inaitwa pneuma. Wale wanaochukua upande wa wanasikia amepata pneumonia. Pneumonia ni neno la Kiyunani lenye maana ya pumzi, nazungumzia ama uhai. Pneuma ambalo ndio nasikia mtu akipata shida ya kupumua sema pneumonia. Ni hoja limetoka kwa Kiyunani. Sasa kwa kuwa pneuma ni Wayunani wana gender ambayo ni masculine, ambayo ni ya kiume, na feminine ya kike, na katika lugha ya Kiyunani, halafu na ambayo haiko huku wala kule, wanaita neuter. Na kwa sababu pneuma ni neuter, agia pneuma. Kwa hiyo agia holy na pneuma ambayo ni uhai ama pumzi, wanasema kwa kuwa hilo neno linaonekana katika kuwa neuter. Neuter maana yake sio masculine na sio feminine. Kwa hiyo wanasema inakuwa translated kwa Kiingereza it, wanasema inaweza ikaitwa kama it, vitu isiwe na y, not she or he, lakini anakuwa it. Lakini hoja hiyo ni dhaifu sana, kwa sababu ukiingia kwenye grammar, ukiingia kwenye Greek grammar, ndipo unagundua kwamba no, it can't be, kwa sababu the Holy Spirit hawezi kuwa impersonal, anakuwa personal. Sasa nabaki, unajuaje mchungaji? Sema ninafahamu, kwa sababu Yesu introduce Roho Mtakatifu kwa wanafunzi. In fact, sikiza vizuri, ni Kristo pekee aliyeweka hiyo the mystery of godliness, aliyeweka ile siri, ama tunasema fumbo la utakatifu. Lakini sio tu katika utakatifu, katika swala la nafsi tatu zilizo hai. Na hii inamaanisha nini hapa? Nafsi tatu za uungu. Sikiliza kidogo. Nenda katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 na asoma mstari wa 16. Roho Mtakatifu ni nani? Mpaka hoja zije, nitakwenda kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na maandiko matakatifu yanasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Yeye atakaa nanyi hata milele. Hebu rudia tena hilo fungu.
Na maandiko matakatifu yanasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Nani huyo? Roho Mtakatifu. Nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine. Nilikuwa najiuliza kwa nini Kiswahili wametafsiri watumia neno msaidizi, lakini wale walio na Biblia ya Kiingereza, hebu soma hapo, sikii kama una microphone, any version, English version, uone anachoeleza anapo hilo neno tafsiriwa kama msaidizi. Huyo amesemaje hapa? Hebu soma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Atawapa msaidizi mwingine. Said John chapter 14 and verse 16 said, and I will pray the Father, and he will give you another comforter. Sasa sikiliza vizuri, maneno mawili hapa. Sasa sijajua kwa nini Kiswahili walipendelea sana msaidizi, lakini anaitwa comforter kwa sababu neno la Kiyunani ambao ni parakletos hawezi kuwa tu msaidizi, ni comforter. Ndio maana akimtafsiri hivyo, huyu ni mfariji. Nafikiri walipata shida kusema mfariji, sijajua, lakini ile parakletos lile liko kwenye masculine. Sikiliza vizuri, yani linakari agenda ya kiume. Sikiliza vizuri, nitaomba aje parakletos, lakini huyu parakletos huyu mwingine, na hilo mwingine mnivumilie kidogo kwa sababu nina hoja ya muhimu sana. Nani huyu Roho Mtakatifu? Ni nani? Anasema msaidizi mwingine. Wayunani wana maneno mawili yanayomaanisha mwingine. Moja wanaita alos, alpha double lambda alpha na sigma final, alos. Hilo neno alos inamaanisha another. Sikiliza kidogo hapa, lakini kuna neno jingine wanaitwa, wale waliosoma biology wanakumbuka sekondari, waliosema kuna hetero. Hilo neno hetero, ukisikia hetero something, hilo neno ni la Kiyunani. Hilo maana yake wametafsiri tu kama different, lakini wanatumia hetero ama homo, yote ya Kiyunani hayo. Lakini hetero lile linamaanisha pia another. Lakini sikiliza tofauti, hetero another of different kind, alos another of the same kind. Sikiliza vizuri, wakati Yesu anazungumzia nitamwomba Baba awaletee parakletos mwingine, ametumia neno alos. I'm going to pray to the Father and he is going to bring to you another of the same kind. Sikiliza vizuri, not of different kind, of the same kind. Alos ndio neno tumika pale, of the same kind, na same kind anazungumzia the same nature. Sasa sikiliza vizuri, parakletos liko kwenye masculine, na lililotumika kuonyesha mwingine linatumika neno alos. Sasa kwa nini anaandika hivyo? Kwa nini Kristo anaeleza hivyo? Angalia, kuna jambo la pekee kidogo tunahitaji kuliona hapa. Hebu nenda sura hiyo ya 14, nenda mstari wa 26. Nenda mstari wa 26. Kuna kitu anakieleza hapa. Na maandiko matakatifu yanasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu, Parakletos, comforter, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kuna neno jingine la tatu ambalo kwenye Kiswahili hawakutafsiri. Nafikiri walikuwa wanapambana sana, kwa sababu ninyi wenyewe ni mashahidi. Mtu akiandika kitu kwa Kiswahili alafu ukitafsiri kwa lugha nyingine, kuna wakati utakosa maneno. Ni kama mtu ameandika kwa lugha yoyote,
wanaita ya mama. Ameandika kitu kwa lugha ya mama, ama anaimba kwa lugha ya mama, kuja kutafsiri ule wimbo uende kwa lugha nyingine. Kuna baadhi ya maneno utapambana kweli kupata neno lake, itabidi utafute maneno mengi kuelezea neno lile. Hivyo ni kawaida katika lugha zote. Sasa hapa nilishindwa kujua kwa nini Kiswahili hawakuweka, lakini katika Kiingereza angalau wamejitahidi wakaliweka. That wametumia neno far demonstrative pronoun. Maana kuna sisi tukisema tu that unazungumzia tu that, lakini ukienda kwa Kiyunani ina gender na inakuonyesha kila kitu. Ekenos ambayo linatumika pale, hiyo demonstrative pronoun ambayo distant pronoun, that one iko kwenye masculine. Sikiliza vizuri, ni Baba atawaletea Roho Mtakatifu, that one of the same kind, the same nature, alos. Sasa angalia tofauti kidogo Paulo anapoandikia Wagalatia ambao walipata shida kidogo. Nenda kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 6 na mstari wa 7. Na maandiko matakatifu yanasema, nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, ndio, na kugeukia injili ya namna nyingine. Injili ya namna nyingine, lile neno injili ya namna nyingine, neno nyingine ama mwingine, imetumika neno heteros, different kind. Paulo anasema ninasikitika sana Wagalatia, maana mmeacha injili na mmegeukia nyingine. Sasa ametumia neno mawili, ametumia alternatively, ametumia neno heteros. Maana yake the gospel you are holding now is not the same gospel I preached to you. Kwa hiyo anasema heteros. Sasa angalia mstari wa 7. Na maandiko matakatifu yanasema, wala si nyingine. Hiyo neno si nyingine, hatuna lugha ya Kiswahili. Hata Kiingereza watatumia neno another, watatumia turn into another gospel, lakini not that gospel. Hakuna lugha nyingine ila mpaka uende kwa Kiyunani. Anaposema mgeukiani lugha injili nyingine, tumia neno heteros. Akisema wala sio injili nyingine, ametumia neno alos. Yani ni maneno mawili tofauti, lakini tafsiri kwa Kiingereza haipo, kwa Kiswahili haipo, watabaki kusema tu nyingine. Kwa hiyo anachosema, ninasikitika mno mumeacha ile the same gospel na ninyi mmeenda kwenye heteros of different kind, different nature. Na ndio maana wakati Yesu anasema mtu akikupiga shavu la, alisema la kushoto. Ama sasa mmeanza kufuata tu sasa, Bwana awe nanyi, ndio mnaanza kuitikia saa hizi. Awe nawe pia. Ndio mnataka kunifanya hivyo. Tafadhali wewe mnafuata lakini kwani alisemaje siku ile? Nafikiri ni Luka 6 mstari wa 29 nafikiri. Hebu soma, nenda hapo uone kama nitakuwa nakumbuka vizuri. Anaposema mtu akikupiga shavu hivi fanya hiki. Uone heteros anavyotumia na alos anavyotumia. Hebu soma usikie. Na maandiko matakatifu yanasema, Luka 6:29. Na maandiko matakatifu yanasema, akupigae shavu moja. Sasa umesikia nyinyi mlisema la kushoto na nikamwambia nendeni vizuri nye. Hajasema la kushoto wala la kulia. Akikupiga shavu moja fanya nini tena? Mgeuzie na la pili. Sasa hapo Kiswahili amesema na la pili. Kiingereza amesemaje hapo msomaji? Tutakuwa tunaenda, kuna wakati nitahitaji kwenda huku na kule. Katika kitabu cha Luka Injili sura ya 6 mstari wa 29. Akikupiga shavu moja geuza na la ngapi? Na la pili. Kiswahili wametumia neno la pili, lakini neno la Kiyunani alisemi la pili. Hebu soma hapo Kiingereza anasemaje? And unto him that smith thee on the one cheek offer all the other. One cheek turn to the other. Tumia neno another ama another. Sasa angalia kitu pekee yo Yunani. Yesu akati alitamka hiyo lugha alizungumzia akikupiga shavu moja geuza na lile lingine. Neno lilotumika ni alos, kwa sababu shavu lako la huku lina same nature na la huku. Msiniambie la kwako huku ni la simba na la huku ni la mwanadamu. Neno lilotumika ni alos, of the same nature. Akikupiga shavu la upande huu geuza na lingine, maana yanafanana, same nature. Ndicho Paulo anawaandikia Galatia, kwa nini mmegeukia injili isiyo ya ile nyingine?
ametumia maneno mawili kwa kawaida. Kwa hiyo anachosema ni hivi, wala sio injili, ndicho anachosema. Ibada ni takataka, mmegeukia takataka, heteros and alos. Wakati Yesu anasema nitaomba Baba awaletee msaidizi mwingine, parakletos, alos, anazungumzia of the same nature. Sasa swali inabaki, kama Yesu alikuwa na nature ipi? Kwa sababu when the Holy Spirit is coming will be of the same nature. Na msisahau aliwaambiaje wanafunzi wake? Alisema hivi, aliwaambia kwamba kazi nazozifanya hakuna anayeweza kuzifanya miongoni mwenu, na aliwachallenge hivyo, none of you. Maana yake any human being can never and will never do the works Jesus did. Na anachosema hivi, anasema but I'm going to pray to the Father. Sasa, and he is going to bring to you another of the same nature. That one will continue working my work. Na nasikiliza, Roho Mtakatifu anakuja kuendeleza kazi aliyoifanya. Na kwa sababu miongoni mwa wanadamu wale wote hakuna aliyekuwa of the same nature, and he is coming from the Father of the same nature. Sasa swali nabaki, what nature was Jesus? Na hii iache tu namna hiyo, kwa sababu ndipo mara ambako siko kwa kuzungumzia nature ya Yesu Kristo. Nataka uone tu jambo hili linapozungumzia Yesu. Hawezi kusema aje Roho Mtakatifu halafu asiwe of him of the same nature. Haiwezekani. Ndiye aliyeiweka hiyo Godhead ambayo ni mystery to the people, akaiweka wazi kwa wanafunzi ya kwamba kuna Roho Mtakatifu of the same nature and he is coming. Sasa angalia cha pekee, anasema of the same nature, another of the same nature to continue doing my work. Na sasa sikiliza, kwa sababu Yesu pia ni parakletos. Nimesemaje? Hebu nenda waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 1. Na nimeamini kumbe lugha zote zinafahamiana. Kama watu wa alama nao wanajua parakletos. Haleluya. Amina. Ndio uzuri wa lugha hii. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 1. Na maandiko matakatifu yanasema, watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Hapa ndipo ninapata shida. Unajua neno umetafsiri kama mwombezi ni parakletos, comforter. Sikiliza vizuri, yani wakati hilo neno Yesu anaposema namleta mfariji, lakini wakati huo Yesu naye anasema, sikiliza anavyoandika Yohana ambaye ameandika, sikiliza, atawaletea nani? Msaidizi. Hapo hawajatafsiri tunaye msaidizi kwa Baba. Wametafsiri tunaye nani? Mwombezi. Nani wanashangaa kwa nini watafsiri wanayumba hivi? Ninaelewa tu haikuwa kazi rahisi. Sio kazi rahisi kutafsiri, hasa lugha hizi ambazo zimetumika katika Biblia, kwa sababu Kigiriki kilichoandikwa hapo sio classic Greek wala si not modern Greek, ni Koine Greek. Na Koine Greek ya karne ile, halafu uitoe uipeleke, lazima kuna kazi ya ziada ambayo hata Wagiriki wa sasa hawezi kuizungumza hiyo Koine Greek. Kwa sababu nyinyi mnajua lugha inakuwa alafu inakuja nyingine. Kwa hiyo lugha ambayo imeandikwa hapo kwa kweli walijitahidi sana. Kwa hiyo naona hapa ametafsiri tunaye mwombezi kwa Baba, wakati lugha ni parakletos, a comforter, ambaye ni nani msomaji kwa Kiswahili? Mwombezi. Ambaye ni nani? Ametajwa ni nani huyu? Yesu Kristo mwenye haki. Yesu Kristo parakletos, sikiliza. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwombezi. Hapo ametaja mwombezi, lakini mfariji, a comforter. Anaposema nitamwomba Baba alete allos of the same nature to continue my work. Parakletos, another parakletos is coming to do my work. Na hii ndio anachokieleza hapa. Nenda Injili ya Yohana sura ya 15, halafu usome mstari ule. Injili ya Yohana sura ya 15, soma mstari wa 24, halafu soma mstari wa 26. Na maandiko matakatifu yanasema,
lakini litimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, kwamba walinichukia bure. Ndio. Lakini ajapo huyo msaidizi, akija huyo Parakletos, wametafsiri kama msaidizi, lakini huyo mfariji, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, atakaye kuja kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, huyo ekenos, that one in masculine, atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yeye atafanya kazi ya kushuhudia habari za Yesu. Nenda mstari wa 26. Huo ndo nimesoma 26. Huo ndo nimesoma mstari wa 26. 24 ulisoma? Hapana. Nisema wa 24 alafu wa 26. Soma mstari wa 24. Na maandiko matakatifu yanasema, kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine. Yesu anasema ninatenda kazi ambazo mtu mwingine hawezi kuzitenda. Wasingalikuwa na dhambi. Komea tu hapa. Kazi anayoitenda Yesu hakuna mwanadamu anaweza kuitenda. Ndio maana anakuja mfariji mwingine atakayetenda kazi yake anayoitenda, ambaye ni mfariji huyu. Kwa hiyo ukiona Yesu anavyoeleza Roho Mtakatifu of the same nature, asili moja, anamtaja akiwa nafsi iliyo hai. Ukiacha maneno huyo ataomba, atafanyaje, tutakuja kuangalia kuanzia kesho, kwa sababu huyo ndiye mfariji, huyo ndiye anayenena, huyo ndiye anayefanya. Tutakuja kuangalia ndiye aliyeongoza wanenaji katika Agano la Kale, ndiye aliyezungumza Agano Jipya. Ndio naona wakina Petro wanaandika, walianena wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndipo unaangalia kule Isaya anasema ni mtume nani, kisha unaandika waandishi katika Agano Jipya, huyo aliyenena tumtume nani alikuwa ni Roho Mtakatifu. Ndipo unasikia msimuhuzunishe Roho Mtakatifu katika Efeso 4 mstari wa 30, kwake matiwa muhuri hata ajapo hata siku ya ukombozi. He is not impersonal, is just a person, a godly self there in. Hiki ndicho ambacho tunahitaji kufahamu. Lakini sikiliza lugha ya Petro, wanafunzi walivyokuwa wanamjua. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 sura mstari wa 4 na mstari wa 3, mstari wa 3 na mstari wa 4. Asikiliza vile Petro anavyoelewa Roho Mtakatifu ni nani. Na maandiko matakatifu yanasema, tukio la Anania na Safira, inasemaje? Petro akasema, Anania, ndio, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anaambiwa you can lie to the Holy Spirit, na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Kama ingelikuwa ni kitu kisicho na sio nafsi iliyo hai, uwezi ukasema kwa kitu kisicho na uhai alafu nasema naongea na nafsi iliyo hai. Anamwambia Anania, mbona umesema uongo kwa Roho nani? Mtakatifu. Mbona mnenea Roho Mtakatifu uongo? Soma mstari wa 5. Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akafa. Hebu nenda mstari wa 4. Kilipokuwa kwako, akikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ndio. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Sasa hebu ngoja kidogo, maana nyinyi ni wasomi. Mstari wa 3 alimwambia Anania, mbona umeruhusu shetani amekutia nini hata umwambie Roho nini? Uongo. Kwa nini umemwambia Roho Mtakatifu uongo? Sikiliza, mstari wa 4 unasema huyo uliyemwambia sio nani? Umemwambia nani? Mungu. Halafu mtu anatokea karne ya 21 anasema the Holy Spirit is not God, is just something. Mimi najiuliza tu, tukuamini wewe uliyezaliwa mwaka huu ama yule aliyevuviwa, aliyekaa, aliyesikiliza mafundisho ya Yesu Kristo? Speaking to the Holy Spirit is speaking to the God.
Hiyo ndio understanding ya mitume, na sio huyo peke yake, wengine wote hao na wamefundishwa hivyo na Yesu mwenyewe. Halafu leo miaka imeenda, watu wamwone Roho Mtakatifu ni wa kawaida. Sikiliza vizuri, hukumwambia uongo mwanadamu, umemwambia Mungu. Na hiyo mstari wa 5 unasema aliposikia alianguka akafa. Roho Mtakatifu ni nani? Ni nafsi iliyo hai, ni nafsi ya uungu. Huu ni ukweli unaotoka kwenye Biblia. Anazungumza, anaongoza, anasikia, anafariji, ndiye anayefanya chote hicho. Na tutakuja kuangalia unavyofika. Kwa nini unaposema tunakwenda kwa uweza wa Roho Mtakatifu, hatuendi kwa kitu ambacho sio hai, ila nafsi iliyo hai, na sio tu nafsi iliyo hai, nafsi iliyo hai ya uungu. Na hiki ndicho Biblia inachoeleza. Uko mbele tutajua kwa nini Ibilisi ana ajenda ya kuondoa Roho Mtakatifu, kwamba ni nafsi iliyo hai na ni nafsi ya uungu. Anatafuta nini? Kwa sababu bila yeye tutakuja kuelewa, tutabaki kama maiti. Without the Holy Spirit we be like a decorated dead body or person. Nothing, nothing and nothing. Roho Mtakatifu ndiye tu ambaye ametoka juu. Na baadhi ya watu wanaojenga hoja wanasema, kwa mujibu wa Ufunuo 22 mstari wa 1 na wa 3, wanasema tukaona kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kwa hiyo wanasema, unaona, kama angelikuwa ni nafsi, hauwezi kuona kiti cha enzi cha Mungu, cha mwana kondoo na cha Roho Mtakatifu. Wanakoti kwenye Revelation 22. Na yecha tu kwanza hiyo, kwa sababu tutakuja kuona huko baadaye. Ni wasomaji wasiojua neno, and we will go through that, kwa sababu kabla hatujajua tufanye nini na utume huu bila Roho Mtakatifu ni hasara kubwa. Ndio maana Yesu akasema, ukitempa naye you will be having unpardonable sin. Jihadhari na dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Kukufuru, to speak against the Holy Spirit. Na ndio ulimwengu wengi wanapepea nayo. Lakini sisi Mungu ametuchagua mwaka huu katika makambi kwa kanisa Tanzania kuzungumza juu ya utume. Ukisema juu ya utume, you have to speak about the Holy Spirit. Hujamsema Roho Mtakatifu, hakuna utume, nothing. Kama alivyoandikiwa Galatia, ni kugeukia hetero ni injili nyingine, na akaisema not allos, not of the same kind, is another kind, different gospel, another kind, is not a gospel at all. Mungu atubariki kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nafsi ya uungu iliyo hai. Na kama ni shauku yako Roho wa Mungu afanye hivyo ndani ya akili yako na akili yangu, nitakwenda kwa uweza wa Roho Mtakatifu, kwamba ni nafsi iliyo hai, nafsi ya uungu. Simama mchana, jioni ya leo, usiku huu tunapohitaji kuomba kwa pamoja. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa mfariji Roho Mtakatifu, ambaye pekee ndiye anayezifanya kazi ulizofanya. Na kazi hii ni kubadili mioyo ya watu ikuelekee wewe Yesu Kristo. Bila yeye hatutajua chochote, hatutapata tabia yako, hatutaingia mbinguni. Pekee atabaki kuwa mfariji kwa machungu ya maisha, kwa majaribu ya sasa, kwa magumu tunayopitia, kwa machozi tunayotoa, dhiki za maisha, tunayemfariji. Huyu ndiye Roho wa kweli ashukaye kutoka juu. Tufanikishe kukubali neno lako, na wewe utatutakasa kwa hili kweli. Bariki mkutano huu,
katika mwanzo huu wa mikutano ukafungue njia, tukaione faraja ya kweli na kuona kwamba kila tunayoyapitia tunaye mfariji na mshindi atakayetushindia. Fanikisha kwa wanafunzi hawa, fanikisha na wazazi wetu, ndugu na jamaa, na ututunze unapoendelea kunena nasi kweli hizi. Tutakwenda kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tutendee na mengine uliokusudia kutufanyia katika mikutano hii, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Mungu atubariki.